nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati. Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa jana, wakati akizungumza na Wanarwanga na wananchi wote kwa ujumla, ameweza kuzungumza kauli mseto ambayo iliweza kuwafanya wananchi wale ambao walikuwa wamekusanyika katika mkutano huo kuweza kutulia na kuweza kumshangilia kwa ukubwa kweli kweli. Mheshimiwa huyu mstaafu, waziri mkuu mstaafu, ameongea maneno mazito kutoka ndani ya moyo wake, maneno ambayo aliibua na kumbukumbu za watu kuweza kurejea miaka kadhaa iliyopita. Aliongea nini Mheshimiwa Kassim Majaliwa? Basi ili uendelee kufahamu na kuweza kujua ni kitu gani ambacho alikiongea Mheshimiwa waziri mstaafu huyu Kassim Majaliwa, basi kabla ya yote fanya subscribe kwanza. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Ukishalibonyeza ile neno subscribe, sasa hapo ndipo utapokuwa familia bora zaidi ya Mapochopocho Media. Basi ngoja niendelee kukujuza kwamba wakati ambao Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu akiaga Wanarwanga na wananchi wote kwa ujumla katika kazi ya utumishi wa umma, amesema kwamba katika kitu ambacho hatakuja kukisahau katika maisha yake ni pale ambapo alipoteuliwa na hayati Magufuli, Dr. John Pombe Magufuli hayati, wakati ule ambao alikuwa naibu wa waziri wa elimu Kassim Majaliwa. Amesema kwamba katika kitu ambacho anamuombea zaidi Mheshimiwa Magufuli huko alikotangulia ni pamoja na kile kitendo ambacho alichokifanya cha kumwamini kutoka waziri wa elimu mpaka kuwa naibu waziri wa elimu mpaka kuwa waziri mkuu wa nchi kabisa. Ni imani kubwa sana, amesema kwamba Dr. John Magufuli aliweza kuiamini kutoka kwake na kuwaamini Wanarwanga kwa ujumla. Waziri mkuu mstaafu amezidi kuwasisitiza na kuwakumbusha wananchi hawa na umma kwa ujumla kwamba hayati Magufuli alikuwa ni kiongozi mzuri sana ambaye alikuwa amebeba dira na maono makubwa zaidi juu ya taifa hili la Tanzania. Amewasisitizia wananchi wote ambao waliokuwa wamekusanyika pale katika mkutano wake. Amesema kwamba haina budi kuendelea kumwombea John Joseph Pombe Magufuli huko alikotangulia. Mapumziko yake yawe ni mapumziko ya amani na utulivu. Kassim Majaliwa ameyasema hayo akiwa katika taswira na muonekano wa kipekee sana, akiongea kwa utulivu na kwa unyenyekevu mkubwa zaidi na zaidi. Hiyo hali iliibua sintofahamu kwa baadhi ya wageni ambao walikuwa wamefika pale na kuona kumbe Dr. Magufuli aliweza kumwamini kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini hapo aliweza kuzungumza kile ambacho hayati alikifanya na kukisema John Magufuli kwamba taifa hili ni taifa lenye kila kitu, taifa lenye utajiri mkubwa, rasilimali watu, mazingira, lakini pia kuna bahari, vile vile tuna maziwa ya kutosha ambayo na maji ya kutosha, samaki wengi na vitu vingi vilivyopo katika nchi hii. Hapa tuna mashamba ya kutosha, mifugo na kadhalika. Lakini pia sanjali na hilo, Mheshimiwa huyu Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu, amesema kwamba si yeye tu Magufuli aliyeweza kuminua kufika hapo, ila isipokuwa hata naye Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, naye pia aliweza kumwamini zaidi na kusema kwamba wakati ambao Kassim Majaliwa alikuwa hayupo kabisa kwenye masuala ya siasa, alikuwa hayupo. Yeye alikuwa amejiunga na walimu na alikuwa mwalimu katika wilaya ya Urambo iliyo katika kijiji cha Usoke, mkoa wa Tabora. Pale yeye alijiunga katika chama cha walimu na akawa mwalimu tu wa kawaida, akawa anafundisha pale, lakini baadaye alifanya hapo kwa miaka 3.5. Baadaye akaweza kuhamishwa na kuelekea Singida kwa ajili ya kazi hiyo ya ualimu. Akiwa kule tena aliweza kuhudumu katika nafasi hiyo kwa miaka 3.5. Baada ya kumaliza hiyo miaka 3.5 akiwa anaendelea na kazi hiyo, ndipo hapo Jakaya Mrisho Kikwete akawa amemteua kuwa mkuu kwanza wa wilaya. Naona bwana, kuwa mkuu wa wilaya aliweza kufanya vizuri zaidi, lakini baadaye akaenda kwenye siasa
moja kwa moja na hatimaye akawa amefanya makubwa zaidi katika taifa hili la Tanzania. Hivyo kwa imani ya Jakaya Mrisho Kikwete ya kumwamini, ndivyo havyo safari ikawa imeanza ya mafanikio ya kutimiza ndoto za Wanaruangwa. Baada ya hapo aliweza kurudi maeneo ya Ruangwa pale na kwenda kugombea nafasi ya ubunge na wananchi katika eneo hilo la Ruangwa. Aliweza kumpitisha kwa kishindo kikubwa sana, kwa kura ambazo zilipigwa zilitosha kumfanya kuwa mbunge. Hatimaye baadaye kuchaguliwa kuwa naibu waziri wa elimu, na baadaye wakati wa Magufuli kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Bwana, maisha ni safari ndefu sana na kila mtu anatengeneza historia yake. Kwa chochote kile ambacho unachokiamini, amini kwamba wewe unaweza kuwa chochote kile ambacho tukiwa kuwa. Cha msingi ni kuweza kupambana zaidi na kuweza kuwekeza nguvu zako huko kubwa, na imani kuwa ukimwamini Mwenyezi Mungu kila kitu kinakuwa sawa. Maana yeye ameweza kuwa waziri mkuu na ameweza kuwapongeza baadhi ya watu ambao waliweza kumsupport kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine. Vivyo hata na wewe pia ambaye unatazama na kusikiliza maelezo haya, na wewe pia utakuwa na ndoto zako. Amini kwamba ndoto zako zinaweza kutimia, kwa sababu kila kile ambacho kimetengenezwa na kupachikwa ndani yako sio wewe, bali ile isipokuwa ni Mungu ndiye alipanga iwe hivyo. Bana, hayo ndio ilikuwa maelezo ya Mheshimiwa Waziri mstaafu huyo Kassim Majaliwa wakati ambao akiwa Ruangwa pale akiwaaga wananchi katika kazi ya utumishi wa umma. Ibana, kazi bado inaendelea na kila kitu kitakuwa sawa. Ni maneno ya Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa aliyasema hayo. Ibana, na wewe pia unaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutoa maoni. Toa maoni yako hapo chini. Sema nini ambacho unazungumza kuhusiana na maelezo haya na kile ambacho amekizungumza Kassim Majaliwa. Je, hatua za maisha yake zimekushawishi kwa kiasi gani wewe kuwa role model wake? Au na wewe ulikuwa unatamani sana siku moja kufika mbali zaidi? Basi toa maoni yako hapo chini, ili sasa na wewe pia uweze kujipanga kufikia malengo yako. Bana, mimi na wewe tumekutana kwa kuweza kusikiliza na kutazama kitu kimoja ambacho ni Mapochopocho Media. Kwa jambo la msingi ni hilo, endelea kuwa nasi mpaka pale ambapo tutakuletea habari na taarifa nyingine. Mapochopocho Media tunakuletea habari zote unazozielewa, ambazo zinazoelezea mambo mbalimbali ya kimaisha, mfano siasa, michezo, burudani, naona bwana, na kadha wa kadhalika. Usahau kusubscribe channel hii hapa, ili uwe ni moja kati ya familia yetu kubwa na pendwa zaidi. Bana, share video hii ili na wengine wapate fursa ya kuweza kusikia na kuona hiki ambacho wewe umekisikia na kukiona pia. Hadi wakati mwingine, bye bye.